Niambie, unataka nini? Katika ulimwengu ambao umaskini unaweza kufuta ndoto za kijana yoyote, Omar alikuwa amebakiwa na kitu kimoja tu, imani. Lakini je, nini hutokea pale juhudi za mwanadamu zinapokutana na siri nzito iliyofichwa ndani ya taa ya dhahabu kwa miaka 1000? Huu si hadithi tu ya utajiri na uchawi, ni mapambano kati ya moyo safi na dunia iliyojaa husuda. Jiunge nasi kumsikiliza Omar, kijana mshona viatu aliyethubutu kuomba lisilowezekana na kubadilisha hatma ya mji mzima. Je, jini atatimiza ahadi yake? Au bei ya miujiza hiyo ni kubwa kuliko Omar anavyofikiri? Usikose simulizi hii mwanzo mpaka mwisho. Ilikuwa ni usiku wa utulivu wa kipekee katika mji wa pwani. Mwezi mpevu ulikuwa umechomoza angani, ukitandaza mwanga wake wa fedha juu ya mapaa ya nyumba za udongo na barabara za mchanga. Katika kilele cha mlima mdogo nje kidogo ya mji, kijana mmoja aliyeitwa Omar alikuwa ameketi kwenye jiwe kubwa, macho yake yakiwa yameelekezwa baharini, lakini mawazo yake yakiwa mbali sana. Omar alikuwa kijana mwenye ndoto kubwa, lakini mifuko yake ilikuwa mitupu. Katika umri wake wa miaka 25, alihisi kama maisha yanamuacha. Alikuwa yatima aliyekulia katika mazingira magumu, na swali lililokuwa linamsumbua kila kukicha ni moja tu: nitaanzia wapi maisha yangu? Usiku ule upepo mwanana ulipovuma, Omar alijisemea moyoni, hakika kila giza lina mwisho, lakini mbona langu limekuwa refu hivi? Hakujua kuwa nyota yake ilikuwa inakaribia kung'ara. Kulipopambazuka, sauti za ndege na mwangaza wa jua ulimwamsha Omar. Alijitupa kwenye maji baridi ya mto karibu na kibanda chake ili kuchangamsha mwili. Alivaa nguo zake zilizopasuka kidogo, akachukua viatu vyake vya zamani na kuanza kuvishona kwa ustadi kwa kutumia sindano na uzi mnene. Lazima nionekane nadhifu leo, alisema huku akitabasamu kwa matumaini. Siku ile, Omar alitembea mji mzima akitafuta kazi. Alienda bandarini, alienda kwenye mashamba ya matajiri na hata kwenye maduka makubwa, lakini kila mahali jibu lilikuwa lile lile: hakuna nafasi leo, rudi kesho. Kufikia saa 10 za jioni, miguu ya Omar ilikuwa imechoka na roho yake ilikuwa inakata tamaa. Alipokuwa akirudi nyumbani, alipita kwenye mtaa mmoja wa zamani ambao ulikuwa na nyumba za kale sana. Katikati ya mtaa huo, kulikuwa na duka la vitu vya kale lililomilikiwa na mzee mmoja aliyekuwa na sifa ya kukusanya hazina zilizosahaulika. Omar alihisi msukumo wa ajabu moyoni mwake. Aliamua kuingia ndani. Ndani ya duka lile, harufu ya vumbi na vitabu vya zamani ilitawala. Kuta zilikuwa zimejaa ngao, panga, vyungu vya udongo na sanamu za shaba. Omar alikuwa akizungusha macho yake, akitafuta kitu kidogo anachoweza kukinunua kwa sarafu chache zilizobaki mfukoni mwake kama kumbukumbu ya siku hiyo ngumu. Ghafla, kwenye kona ya giza, nyuma ya rundo la vitambaa vya hariri vilivyochakaa, aliona mwanga mdogo ukimulika. Alisogea karibu na kuona taa ya dhahabu. Haikuwa taa ya kawaida, ilikuwa na nakshi za ajabu na ilionekana kuwa na umri wa karne nyingi. Hiyo taa imekaa hapo kwa miaka mingi, kijana, sauti ya mzee mwenye duka ilisikika kutoka gizani. Watu wengi huiona kama takataka, lakini kwako inaonekana ina thamani. Omar aliinunua taa ile kwa bei ndogo na kuishika kwa mikono miwili kama mtoto mchanga. Alirudi nyumbani akiwa na hisia ya amani ambayo hakuwahi kuipata kabla. Alipofika nyumbani kwake, Omar aliweka taa ile juu ya meza yake ya mbao. Chumba kilikuwa na giza kidogo, na aliona taa hiyo imefunikwa na vumbi nzito la miaka mingi. Wacha niisafishe, angalau ing'ae kidogo, alifikiri. Alichukua kitambaa safi na kuanza kuipangusa kwa nguvu. Mara moja, mara mbili na mara ya tatu. Ghafla, chumba kilijaa sauti ya mgurumo kama radi. Moshi mzito wa rangi ya zambarau na dhahabu ulianza kufuka kutoka kwenye mdomo wa taa ile. Omar alianguka nyuma kwa hofu, akitazama moshi ule ukijikusanya na kutengeneza umbo la kiumbe mkubwa. Mbele yake alitokea jini mwenye mwili uliokuwa unameremeta kama dhahabu iliyoyeyuka. Alikuwa na ndevu ndefu nyeupe zilizong'aa na macho yake yalikuwa na hekima ya kale. Chumba chote kilijaa mwanga wa ajabu. Sema kijana wangu, unataka nini? Jini aliongea kwa sauti nzito iliyotetemesha kuta. Mimi ni mtumishi wa taa hii, na wewe ndiye uliyenikomboa kutoka kwenye kifungo cha miaka 1000. Omba lolote nami nitatenda. Omar alikosa pumzi. Moyo wake ulienda mbio. Alimtazama yule jini na kisha akaitazama taa. Hakuamini macho yake. Hata hivyo, badala ya kuomba dhahabu, majumba au mamlaka, Omar alifikiria kitu ambacho kilikuwa kimefichwa ndani ya moyo wake kwa muda mrefu. Ewe jini mkuu, Omar alianza kwa sauti ya kutetemeka lakini yenye mzizo. Maisha yangu yamekuwa ya upweke na shida. Nimeona watoto wengi mitaani wakiteseka kama nilivyoteseka mimi. Ombi langu ni hili:
nisaidie kufungua shule na makazi makubwa kwa ajili ya watoto yatima. Nataka wapate elimu, chakula na upendo ambao mimi sikuwahi kuupata. Jini alinyamaza kimya kwa muda. Sura yake ya dhahabu ilibadilika na kuwa na tabasamu pana. Omar, Jini alisema kwa sauti ya upole, wengi walionimiliki kabla yako waliomba dhahabu, urembo na vifo vya maadui zao. Lakini wewe una moyo wa kipekee. Una moyo wa dhahabu kuliko hata mwili wangu huu. Ndani ya usiku mmoja, miujiza ilianza kutokea. Kwenye kiwanja kikubwa kilichokuwa wazi nje ya mji, jengo kubwa la marumaru lilichomoza kutoka ardhini. Lilikuwa na madarasa ya kisasa, maktaba zilizojaa vitabu na bustani nzuri za maua. Asubuhi iliyofuata, mji mzima ulipigwa na butwaa. Omar, akiwa amevaa mavazi nadhifu lakini bado akiwa na unyenyekevu ule ule, aliwakaribisha watoto wote waliokuwa wakiishi mitaani. Jini hakumpa Omar utajiri wa kumiliki yeye mwenyewe, bali alimpa uwezo wa kusimamia hazina iliyowasaidia maelfu ya watu. Omar alikuwa mwalimu na mlezi. Alifundisha watoto wale kwamba utajiri wa kweli hautoki kwenye taa za maajabu, bali unatoka kwenye kutoa na kusaidia wengine. Miaka ilipita na mji ule ukawa kitovu cha elimu na hekima katika ukanda mzima wa pwani. Omar hakuwahi kuioa ile taa tena kwa ajili ya mahitaji yake binafsi. Aliiweka kwenye sanduku la kioo ndani ya shule hiyo, kama ukumbusho kwamba matumaini hayafi. Jini alikuwa akimtokea Omar mara kwa mara usiku, si kama mtumishi, bali kama rafiki. Walikuwa wakiketi chini ya mwezi, ule mwezi uliomshuhudia Omar akiwa na huzuni, sasa ukimshuhudia akiwa na furaha ya kuwatumikia wengine. Na hivi ndivyo simulizi ya Omar na taa ya maajabu inavyotufundisha, kwamba unapofungua mkono wako kusaidia dunia, ulimwengu hufungua milango ya miujiza kwako. Omar alianza kama kijana asiye na kitu, lakini aliishia kuwa mtu tajiri zaidi, si kwa sarafu za dhahabu, bali kwa tabasamu za watoto aliowaokoa.